Ni kwamba mashirika ya kijamii ya kiraia kaunti ya Machakos yametoa muda wa saa 24 kwa bunge la kaunti hiyo kupitisha bajeti ya kaunti, wakikashifu walichosema kumekuwa na mvutano kati ya bunge hilo na serikali ya kaunti kuhusu bajeti hiyo. Wakiongozwa na mwenyekiti wao Fred Lau, wamebaini kuwa huduma pamoja na shughuli nyingine za kaunti zimekwama kutokana na hatua bunge kusita kupitisha bajeti hiyo, na wananchi hawatakubali kutopata huduma kutokana na utepetevu wa bunge hilo. Mzozo kati ya serikali ya kaunti ya Machakos na bunge la kaunti hii kuhusu bajeti ya kaunti unapozidi kuongezeka. Mashirika ya kijamii ya kiraia katika kaunti ya Machakos yameitaka bunge la kaunti kuidhinisha bajeti ya kaunti kwa muda wa saa 24, la sivyo wataandaa maandamano kuelekea makao ya bunge kushinikiza. That is as at 29th of July 2026, the budget estimates are lying in limbo in Machakos County Assembly. The current state of affairs has been occasioned by the tussle kupimana nguvu between the executive and the county assembly at the expense of service delivery to the citizens of Machakos. We have given them, tumewapatia 24 hours. They can convene. We have seen them gazette things within hours and de-gazette within hours. It doesn't take them 24 hours to do that. And that is exactly what we want. We are giving them 24 hours. Wakiongozwa na mwenyekiti wao Fred Lau, wamebaini kuwa huduma pamoja na shughuli zingine za kaunti zimekwama kutokana na hatua ya bunge kusita kupitisha bajeti hiyo, na wananchi hawatakubali kutopata huduma kutokana na utepetevu wa bunge hilo. There is going to be delay in payment of salaries and remittance of statutory deductions for employees of both the assembly and the executive. Projects are bound to be affected. We have donor funding and partnership funding that comes with some programs. For example, in health, there is partnership in health. We have agriculture, water, and urban planning. So that shows the partners are going to withdraw the funds. Contractual obligation and pending bills will not be honored or settled. This will open doors for legal battles. This is wastage of county resources in payment of unnecessary legal fees. Why has the leadership of the county assembly frequently postponed sittings, even special gazetted sittings, without appropriate explanation to the people of Machakos who are represented at the county assembly, where the core mandate is legislation, representation, and oversight? Who is this holding the county assembly at ransom? Is the assembly lacking direction and proper guidance on its obligations under delegated power? Hata hivyo, wakibaini kuwa huenda baadhi ya wakilishi wadi wanaopinga bajeti ile wamesukumwa na wanasiasa wanaomezea mate nyadhifa mbalimbali katika serikali ya kaunti katika uchaguzi ujao, wakiwataka kutokubali kutumika kisiasa kuzuia maendeleo yakiwafikia wananchi. Na kuanga na watu wenye interested in this political seats wanaingilia the working of the county assembly. Kwa hivyo si tunahimiza ma MCAs wenye walichaguliwa, tamu yako haijaisha. Tunawaambia wafanye kazi yenye iliwapeleka hapo county assembly. Si ati kupewa kazi, kupewa pesa huko nje ndio wakuje wakwamishe hiyo budget isipite. Isaac Musyoka, Undugu TV.